Milio ya risasi imesikika ndani ya mji wa Uvira. Mpaka sasa raia wanajiuliza kisa ni nini na nini nasababisha hayo. Wewe kama msemaji wa muungano wa wazalendo tarafani na mji wa Uvira, kabisa ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, karibu sana kwenye habari zetu ambazo tumekuandalia katika siku ya leo, tukiwa ni tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2025. Unaweza kutafuta kwa namba zifuatazo ambazo ziko hapo kwenye screen, ambazo ni alama ya kujumlisha 8593884006. Hizo ni namba za ofisi. Channel ni Mteba TV. Leo tumekuandalia taarifa ya habari nzuri sana katika siku ya leo ambazo zinapatikana hapa kwenye channel yako bora ya Mteba TV. Lakini kama ni mara ya kwanza umefika ndani ya channel hii, endelea kusubscribe, like, comment and share kwa watu wengine, au kusabone kwa lugha ya Kifaransa. Utakuwa unapata habari zaidi kutoka hapa channel yako ya Mteba TV. Unaweza kaniita kwa majina naitwa ni Mteba. Karibu sana kwenye taarifa zetu katika siku ya leo. Ifuatayo taarifa ya habari, lakini kwa sasa ni muhtasari wa habari. Katana kwenye kijiji kinachoitwa Kaungu, maeneo yale kumeripotiwa vita kali ambayo imeripotiwa siku ya jana mchana wote mpaka jioni kati ya M23 pamoja na wazalendo. Uvira, masasi iliweza kusikika siku ambayo ilikuwa ni tarehe 1, ilianza asubuhi mpaka jioni. Masasi iliweza kupigwa maeneo yale ya Uvira kati ya wazalendo pamoja na FRDC. Baada ya FRDC kutaka kudhibiti ngome za wazalendo, ndipo wazalendo wakaanza kushambuliana masasi, na kumeripotiwa vifo vya kutosha vya FRDC ambao wamekufa kabisa, na gari zao wameweza kupigwa vibaya sana mahali walipoenda, hali ikiwa ni tete sana kutoka maeneo yale ya Uvira. Lakini tutakwenda kukuwekea kabisa mkurugenzi au msemaji wa vikosi vyote vya wazalendo maeneo yale ya Uvira. Utakwenda kusikia kila ambacho ameweza kuzungumza, chanzo cha vita hizo na ni kwa nini masasi yaendelee kusikika. Je, kunafia kitu gani maeneo yale? Utakwenda kumsikia kabisa, tuna video yake ya kutosha hapa mbele. Utakwenda kumsikia kila ambacho atakwenda kuzungumza. Hali ya wasiwasi inazidi kuendelea maeneo mbalimbali samani kama vile Goma pamoja na Bukavu, huku raia kabisa wakionekana hawana amani kabisa kwa sababu ya lile tangazo lililotangazwa ya kwamba vijana ambao kwenye mafamilia waweze, kama mzazi ana vijana 3, aweze kuachia wawili waondoke, na kama hataachia basi wote watakuja kwenda kwa bure. Bora waachie, kitu ambacho kimeweza kuchemsha vijana, kimechemsha wazazi, kimechemsha hata raia. Kwa hiyo sasa hivi amani hakuna kwa sababu ya jambo hilo ambalo linaloendelea maeneo yale. Lakini pia tutakwenda kugusia maeneo hayo ni kama vile Bukavu pamoja na Goma. Hebu tazama video ya mkurugenzi msemaji wa wazalendo pale Uvira, tutakuja kurejea. Raia wa mji wa Uvira hata na tarafa wanakuwa wakilala muda zimoja katika wasiwasi. Leo milio ya risasi imesikika ndani ya mji wa Uvira. Mpaka sasa raia wanajiuliza kisa ni nini na nini nasababisha hayo. Wewe kama msemaji wa muungano wa wazalendo tarafani na mji wa Uvira, mnasema nini? Unajua milio ya risasi ambayo imerindima katika mji wa Uvira, kunakuwa mambo ya incomprehension kati ya wazalendo na wanajeshi wa serikali. Na hiyo hatua ya ile incomprehension iko na problem zenye zinaweza kuwa disiela kwa kutokutana na kuzungumza na kwa mapatano. Ndio maana leo tumesema tulimuomba meya wa jiji la Uvira aweze kuitisha wazalendo, aitishe FRDC, aitishe na tabaka mbalimbali katika jiji la Uvira, mpaka tuzungumuze tupate suluhisho kwa maneno hayo. Na tumemuomba pia gavana ambaye anaongoza Sud Kivu kwa leo aweze kuitisha conseil de sécurité ya province, ambako mle ndani atawaitisha wazalendo, ataitisha FARDC, ataitisha na tabaka mbalimbali kwa kuzungumuza ili kwa kupata suluhisho kwa haya hii milio ya risasi ambayo inasikikana. Utajua kwamba kwa wazalendo na kwa raia yote
leo ya Kongo nzima, kunakuwa ile manque de confiance kwa jeshi letu la serikali la FARDC. Na ukitizama msiku ambazo zimepita, wakati jeshi la FARDC limetoka Nyabibwe, wakasema walifanya retrait strategique, wakaanguka mpaka kufikia huku Uvira, retrait ya 500 à 700 km, wamoja walifika mpaka Tanganyika, province ya Tanganyika waliingia. Ile ilipoteza confiance kati ya raia na jeshi la serikali. Na kulikuwa hata katika jeshi la serikali wanajeshi ambao walikuja na mamedia kama RFI na zingine ambazo zimetangaza kwamba Uvira imeanguka katika mikono ya M23 AFC. Na wakati wazalendo walikaa chini, wakasimamisha Uvira, wakapambana nao na kuonesha serikali kwamba Uvira haijawahi kuanguka katika mikono ya adui. Na kweli mliona, mko washahidi, mliona yaliyopitika katika Uvira. Na mpaka gisi wazalendo waliremetre, wakarudisha autorite de l'etat. Mpaka leo gavana iko hapa, mpaka wana restore hata wanajeshi, sektere iko, komanda rejo iko, na tabaka mbalimbali zinakuwa pale. Sasa kunakuwa mambo ambayo yako katika giza, ambayo wazalendo hawaelewi, ambayo pia wa operateur plutôt wa ma service za l'etat regeneratrice de revenus ambazo zinaingiza pesa katika kapu cha serikali, nao wanaingilia kwa kuchongea wazalendo kwamba wanafanya trakasri, wakipita kwa mabiro zao kuwaomba nusu ya pesa kwa kulisha wanajeshi ambao wanakuwa nao. Wale wakuu wakiomba ile, wao wale wa chef de service wanasema ni trakasri. Na wakati ukitizama vizuri, wanaingiza franga katika kikapu cha serikali, wanakula 80% ile pesa, na wanatoa 20% ndio wanaweka katika kapu ya serikali. Lakini wazalendo wakiomba, kama gisi alivyosema rais wa nchi, mobilisation. Sijui kama watu wanaelewa ile terme mobilisation ambayo inasemeka katika constitution ya nchi. Ile mobilisation, tupate chakula, tupigane. Vijana walitoa damu zao, walitoa mili yao, wanaenda kwa mapambano, wanakufa. Lakini utakutana ajili ya gari, sijui walichukua gari ya OCC, wanatembea nayo, wazalendo wanaenda nayo katika uwanja wa vita. Wao wanasema kwamba ni trakasri. Wakiwalomba sijui $50 ili wazalendo wapate hata chakula kidogo, wanaita trakasri. Wakati wao wako wanachukua pesa zote ambazo zingetumia Kongo nzima, wanazikula na mafamilia zao, wanajenga manyumba Uvira, Bukavu, Goma, Kinshasa, na wengine walishanunua hata Dar es Salaam, ndio mafamilia zao zinaishi leo. Lakini waliotoa damu zao wanaona kama ni wajinga. Hilo ni katika matatizo ambayo yalituma mnasikia milindimo ya risasi. Lakini wanadhani kwamba walianza kwanza na kuchonganisha wazalendo wenyewe. Na unajua katika mbinu za adui anahitaji kukue mchakato kati ya wazalendo ili adui aweze kupata njia ya kuingia Uvira. Mliona siku zilizopita wazalendo hapa wenyewe kwa wenyewe tulibebana, lakini wakati waliona situation iko maîtrisée, wale machochezi wa ndani, sababu kuna adui wa ndani na wa nje. Kwa sasa tuna mapambano na adui wa ndani, anafanya nguvu zote ili aweze kuchochea tena moto ndani kwa ndani, aone gisi atakamata Uvira. Unajua katika plan za adui anawaza kwamba hawezi akafika Uvira kwa kupitia njia zote alishawahi kupima, hawezi kuingia Uvira. Lakini adui kwa leo anawaza kuingia Uvira kwa kuingiza chachu katika Uvira ili watu watengane kati ya FARDC na wazalendo ili apate njia ya kuingia. Ndio maana tumeomba kwamba kwa Conseil provincial de sécurité élargi yenye tutadiscuter ile maneno tupate suluhisho. Tuliomba kwa meya wa jiji kwa Conseil urbain de sécurité pour que tudiscute tupate masolution kwa zile maproblème. Leo raia kama gisi unatoka kuzungumuza mpaka sasa wajafahamu kisa. Je, FARDC wazalendo mnatembelea mlengo mmoja ama kunakuwa malumbano? Kwa sababu
mpaka sasa raia wanapenda wajue nyinyi wazalendo mnasema nini. Je, mnawaasire security ipo ama hakuna security? Kwa sababu mpaka sasa wanajiswali masasi melia juu ya nini. Nyinyi mnasema kwamba mnatembea vizuri na FARDC. FARDC nasema mnatembea vizuri, wanatembea vizuri na wazalendo. Sasa risasi hizo mpaka sasa raia wategemee nini kwa muda kama nao? Nimekuambia kwamba incident hizi zikakosa katika watu. FARDC ni jeshi la taifa, ni baba, na wazalendo ni watoto. Nilikwambia hayo kuna mara nyingi na kuelezea. Na hakuna tatizo kati ya FARDC na wazalendo. Kuko probleme ya nini? Ya maentere. Kale ka incomprehension kako diku maentere X anatembelea Y, anamwambia ukinifanyia garde fou hapa nitakufanyia hivi. Nakwambia kuko ma service paraétatique na kuko ma service étatique za leta zenye zina regenerer recette ya leta, ndio ziko zinataka kuchonganisha wazalendo na FARDC, lakini hawataweza. Na wao wanapitiwa ndani na kuna chachu ya adui anaingilia. Adui hawezi akatuweza. Na mimi nakurashire kama Uvira raia wajue, wapoteze katika fahamu zao kwamba M23 yataingia hapa. Tumefunga kibambazi, M23 hawezi kufika hapa Uvira. Labda tunatumika kwa kuangalia jinsi gani adui tutamkimbiza katika maeneo. Labda ujumbe wa mwisho. Kwa ujumbe wa mwisho ni kuambia tu raia yaliyopita kama risasi waliyasikia. Ilikuwa incident incomprehension ambayo ilifanyika kati ya wazalendo na FARDC mundia za deployment militaire, lakini ile incident haiko tena. Mengi zaidi watayajua kisha kikao ambacho kitaitiwa na meya wa jiji, ambacho kitaitiwa na gavana, ili wazalendo na FARDC waweze kudiskute maprobleme yao na kupata suluhisho. Naam kabisa, barabara kabisa ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, nafikiri umeelewa kila ambacho tulikizungumza hapa. Ni ya kwamba matatizo wameshindwa kuelewana kwa sababu FARDC wanahitaji sana wao waingie maeneo ambapo wazalendo wamekamata, wakati huku raia wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hawana imani hata kidogo na FARDC baada ya wao kuachia mji wa Goma pamoja na Bukavu, miji mikubwa sana ambayo inategemewa sana kiuchumi pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo raia kuanzia na wazalendo wametoa imani kabisa mbele ya FARDC, lakini FARDC pia wanalalamika sana, wanasema wanawapiga kwa sababu mnazidi kwenda kukamata, kwenda kuchokoza wazalendo kwenye mafront zao au kwenye maeneo zao, na ndio maana mnapigwa. Na kweli kabisa kipigo kilitembea kizuri kabisa tarehe hiyo ya tarehe 1 pale kwenye maeneo ya Uvira. FARDC wamekufa wa kutosha kabisa, tuweze kupanisha hizo video. Nafikiri wale ambao kwenye grupu zetu ndo wameshaona hizo video, wameshaziona kabisa, na yani nakwambia ilikuwa ni hatari kubwa sana. Lakini pia wazalendo hawana imani, lakini wameweza kutoa wito kwa maire de la ville wa mji wa Uvira na kusema kwamba inatakiwa aitishe wazalendo pamoja na FARDC awasikilize wanafia kitu gani. Hakuna kwamba wanafia kitu gani, kitu kinaeleweka. FARDC walikimbia mji wa Uvira zamani na polisi, nyi wote mmeona, tuliwatangaziaga hapa. Wengine wakimbilia Burundi, wengine kwenda Makalemi. Sasa wanakuja kurudi wataka kutoa wazalendo maeneo yale, wakati wao wazalendo ndo wamekamata mji ule, wameweka nguvu na kusimama imara maeneo yale. Sasa FARDC wanakuja kuona inakuwa kama vile ni region ile haiwezekani wazalendo wakamate maeneo makubwa. Wanakuja kuwatoa kwamba tokeni hapa kwa sababu sisi ndo jeshi la serikali, amweze mkachunga mkoa, sisi tuchunge mkoa. Kitu ambacho hakuna kabisa, hakuna mwenye ataweza akakubali habari hiyo, kwa sababu raia wote hawana imani na FARDC, na wote wanaelewa kabisa ni M23, kwa sababu tunashuhudia wameachia miji mikubwa vile kubwa kabisa wakiwa wanaacha bila mapambano. Na tulijaribu kuachia maeneo kama vile Kaziba, mumeona kile ambacho kimeendelea pale Kaziba. Walikuja wakawaachia, chungeni basi hapo, lakini walisababisha kabisa M23 kuja kuingia maeneo za Kaziba na wakakimbia. Kwa hiyo na ndio maana sasa hivi FARDC popote mlipo ni kwamba wazalendo hawatawachia fon hata moja au eneo zao hata moja.
Kama mnataka kupigana, nyinyi chukueni silaha zenu, nendeni Bukavu. Njia iko wazi, magari ya serikali zipo, nendeni Bukavu mkapambane, mgomboe mji wa Bukavu. Hata wewe, hata ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, wewe ambao unatusikiliza kwa muda huu, sisi tumeshaona kwamba FARDC ni M23 na ndivyo ilivyo, na kila mtu kabisa anaamini kitu hicho. Lakini sasa hivi wanalalamika, mnatuambia sisi ni wanalalamika sana, mnatuambia sisi ni M23 kivipi? Tunawaambia mko M23 kwa sababu ya kuwa matrete, kupenda pesa, kuachia miji, mlikuwa mshakimbia. Wazalendo M23 walikuwa kwenye maeneo ya Kamanyola, lakini nyinyi Uvira mlikuwa mshakimbia FARDC, mlikuwa mshakimbia, ulikuwa ngani 90 km wayafika, mlishakula ila mumerudia. Sasa kwa taarifa ni kwamba hamtaachiwa mji wa Uvira hata siku moja, na hamtaachiwa front hata moja. Pandeni, maeneo ni mengi sana ambako kuko M23, mkapaswe zenu front, mkapaswe kabisa. Nendeni mkapige Bukavu, mtagomboa Bukavu, mtakaa vizuri. Nendeni mkapige maeneo zote, na ndio maana hayo maeneo zote ambazo FARDC ipo hatutachangamana na wala hawatachangamana na wazalendo. Hatuwezi kuvumilia mambo kama haya, wala raia hawezi kuvumilia mambo kama haya. Raia wameshapoteza tumaini na imani mbele ya FARDC. Hawana hata imani na FARDC kwa sababu wanajua tayari ni M23. Tunawaambia ni M23 kwa sababu gani? Mnaweza kama mnalia, mnasema mnatuambia hivyo. Tunawaambia kwa sababu hampigani. Wazalendo ndo wanafanya kazi, nyinyi mko na mabunduki makubwa, ndege za kivita zipo. Kwa nini msipambane? Kwa nini msipambane? Mnagombania tu mafasi ambazo wazalendo wamekamata na nyinyi mkamate. Ni kwamba hilo jambo halitawezekana kabisa, kwa sababu adui ambaye M23 anatafuta njia nyingi sana ya kuingia maeneo za Uvira. Ni kitu ambacho hakitawezekana na hawataingiaga Uvira hata siku moja. Na yoyote tunarudilia, FARDC akisimama mbele kuleta mchezo mbele ya wazalendo, atapigwa. Atapigwa kabisa vizuri, na wote yoyote ambaye atakayesimama mbele ni kupigwa. Ukisimama mbele kwa kutetea raia ni sawa, lakini ukisimama mbele kwa kutetea hawa wengine hawa M23 ukiwatetea, ni kitu ambacho hakitawezekana. Kitu ambacho hakitawezekana hata kidogo. Tuendelee kabisa kwenye habari zetu, taarifa zetu za habari kutoka channel yako bora ya Mteba TV. Tunaenda moja kwa moja maeneo za Katana, maeneo ambapo panaitwa Kahungu. Maeneo za Katana ambapo kuna kijiji kimoja kinaitwa Kahungu. Maeneo yale mapambano makali sana yameweza kuripotiwa kati ya wazalendo na M23. Mapambano yalikuwa ni makali mno. Maeneo yale yaliweza kuripotiwa siku ya tarehe moja iliweza kuripotiwa mapambano ni makali sana, lakini tutazidi kufuatilia tujue kile ambacho kinachoendelea. Mpaka sasa hatujajua wanaodhibiti maeneo haya ya maeneo au kwenye kijiji hiki kinaitwa Kahungu. Hatujajua waliodhibiti, lakini bado tunafuatilia taarifa hizo. Tutakuja kuambia hapa kama channel ya Mteba TV, mnatufahamu kama tunavyofuatilia. Kama habari haijakuwa na uhakika, tumesikia wamepambana ndio, lakini sasa lazima tufuatilie wanani ndo walidhibiti maeneo yale, lakini mapambano yalikuwepo. Lazima tufuatilie, lakini pia tutakuja kufuatilia kwenye vijiji vyote kama vile Katana, Kalehe, Minova. Tunasikia kwamba M23 wamesharudia kwenye vijiji vingi sana maeneo yale ambavyo tayari vilikuwa hawapo tena. Sasa tutafuatilia kama sisi channel yako bora ya Mteba TV, tutafuatilia na kukwambia kila ambacho kitakachokuwa kinaendelea. Kama Kalehe Centre kuko M23 tutakwambia, na kama Kabamba Centre kuko M23 tutakwambia, na kama Minova Centre kuko M23 tutakwambia, na maeneo kila fasi ambako kuko M23 tutakwambia. Kwa kama channel yako bora ya Mteba TV, tunazidi kukupa habari zaidi kutoka hapa channel yako ya Mteba TV. Lakini pia usisahau kufuatilia vipindi vyetu mbalimbali ambavyo vinavyorushwa na watangazaji wetu maeneo mbalimbali wakiwa Bujumbura Burundi, na wengine wako Uvira, na maeneo ni mengi sana ya vipindi vyetu ambavyo tunapandisha hapa. Ukiona linki tu wewe ingia, sikiliza kwanza, kwa sababu sisi channel ya Mteba TV inachukua matatizo yote ambayo iko kwa jamii, inapandisha sauti ya jamii kuanzia raia. Nafikiri mumeona kazi tunazozifanya, sauti ya jamii wanavyoishi maeneo za Uvira. Umeona wameshuhudia na kusema kwamba amani iliyopo ni kwa sababu ya wazalendo, sio kwa sababu ya FARDC. Hapana. Na kama yale masasi yalisikika na wamekufa kwa ile FARDC, ni kwa sababu ya walitaka kwenda kuchukua maeneo ambapo hawajapambania maeneo hayo. Kwa hiyo raia wote wanafurahi.
Tukutane tena panapo majaliwa. Channel ni Muteba TV. Usikose kusubscribe, like, comment na kushare kwa watu wengine na kusabone. Ciao.